Asante. Amina. So, tukizidi kusisitiza katika kitabu cha Mathayo, zidi kusisitiza Mathayo 24, Mathayo 24, samani 25 kitabu kilichosomwa. Mathayo 25 iliyosomwa. Naona kuna wanawali 10, 5 wenye busara, 5 wapumbavu. Ni wenye busara kwa sababu maandiko yanasema mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu, wakati wa ufalme wa mbinguni utakuwa kama wanawali 10 waliochukua taa zao na kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye busara. Wale wapumbavu, kwa nini ni wapumbavu? Wale wapumbavu walichukua taa zao, lakini hawakuchukua mafuta ya akiba. Walikuwa na taa, lakini hawakuwa na mafuta ya akiba. Mungu anasema ni wapumbavu kwa sababu hawakuwa na mafuta ya akiba. Mpendwa, unaweza kuwa umeokoka, unaweza kuwa unasema Yesu ni Bwana, lakini unatembea katika nuru kidogo, alafu unaingia katika giza kidogo. Mungu anasema wewe ni mpumbavu, kwa sababu Yesu Kristo akija mahali atakupata, hapo ndio itakuwa ni mwisho wako. Watu wengi wanaanza kwa mwili, alafu wanatolewa kwa mwili, wanakuja kwa roho. Kwa sababu kila mwanadamu amezaliwa kwa Adamu wa kwanza. Tunaanza kwa mwili, alafu tunatolewa kwa mwili, tunaingia kwa roho. Alafu tena muda si mrefu tunarudi tena kwa mwili. Maisha yetu yanakuwa kama mbwa ambaye anarejelea matapiko yake. Kwenye kanisani Jumapili ni amina, lakini Jumatatu unafanya nini? Uko na mafuta ya kukupeleka mpaka Jumatatu, uko na mafuta ya kukupeleka mpaka Ijumaa. Ama naja Jumapili kanisani, ama naja Jumamosi kanisani, niko na mafuta ya Jumamosi, lakini ya Jumapili sina. Niko na mafuta ya Jumapili, lakini Jumatatu napatikana kwa uzinzi, napatikana kwa ulesibian, napatikana kwa chuki, napatikana kwa masengenyo, napatikana kwa ufisadi kwa biashara yako, unapatikana kwa mambo machafu na lugha chafu. Lakini Jumapili unatafuta mafuta. Mungu anakuambia wewe ni mnafiki na wewe ni mpumbavu. Mwanamali ambaye ni mpumbavu, huyu ni mwanamali ambaye yuko tayari kukutana na Bwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Mungu anasema wale wapumbavu walizichukua taa zao, lakini hawakuchukua mafuta ya akiba. Mstari wa 4, lakini wale wenye busara walichukua taa zao na mafuta ya akiba kwenye vyombo. Wanaitwa wenye busara kwa sababu walikuwa na taa, walikuwa na mafuta ya akiba. Ukizidi kuangalia zaidi utaona mafuta ni Roho Mtakatifu. Daudi alipofanywa mfalme na Samueli alimwekea mafuta Daudi. Na Daudi alipopewa mafuta tu, maandiko yanasema Roho wa Bwana akawa juu ya Daudi. Ni wakati gani unatembea kwa Roho Mtakatifu? Ni wakati gani unamzima Roho Mtakatifu? Unamzima wakati gani? Unamhuzunisha Roho Mtakatifu. Unapomzima unakuwa mwanamali ambaye ni mpumbavu. Unapomhuzunisha Roho Mtakatifu unakuwa mwanamali ambaye ni mpumbavu. Na Yesu akija kama Roho Mtakatifu umemzima, hata kama yuko ndani, Mungu atakuweka kwa kundi la wanafiki, atakuweka kwa ziwa la moto. Bwana harusi, mstari wa 5, bwana harusi alipokawia kuja, wale wanawali wote wakasinzia na kulala. Usiku wa manane pakawa na kelele, tazameni, huyu hapa bwana harusi. Nani anapiga kelele? Mpendwa, kuna makundi ya watu watatu hapa. Ukizidi kuangalia utaona makundi mengi. Kuna wanawali wapumbavu, kuna wanawali wenye busara, na kuna kundi lingine hapa linapiga kelele. Hili kundi linapiga kelele ni wale watumishi ambao wako sawa na Mungu, wanapiga kelele kwa waliolala ili waamke.
wanapiga kelele kuamsha mabinti wapumbavu na mabinti wenye busara. Hawa ni rafiki wa bwana harusi. Wale wanapiga kelele na kelele zao ni zikuamshe ili upate kutubu, zikuamshe ili upate kupatana na bwana harusi ambaye ni Kristo Yesu. Usiku wa manane palikuwa na kelele, tazameni huyo hapa bwana harusi, tokeni nje mumlaki. Nitasisitiza mstari wa 5, alafu tutaomba. Mathayo 25 mstari wa 5. Bwana harusi alipokawia kuja, wale wanawali wote wakasinzia na kulala. Kwa nini bwana harusi alikawia kuja? Mtumishi aliyekuwa akieleza kwa uwezo wa Roho Mungu ameeleza kwamba ni kwa sababu bwana harusi alitaka watubu. Hiyo ni kweli kabisa. Ukiangalia kitabu cha waraka wa pili, bwana harusi alikawia. Kwa nini Yesu anakawia kuja? Kwa nini Mungu anamzuia Yesu Kristo asije mpaka sasa? Ni kwa sababu Mungu anaona bado kuna mabikira. Mungu anaona kuna mabikira 5 ni wapumbavu, na anasema usiende sasa. Oh Yesu, usiende sasa. Oh Yesu, usiende sasa. Mabikira inamaanisha kanisa. Yaani makanisa 10. Yaani makanisa 10. Kuna makanisa 5 ya walioamka ambao kwa tayari kwenda na bwana harusi, lakini kuna makanisa mengine 5 ya wanawali mabikira wameokoka, wameoshwa, lakini wamesinzia kwa amri za Mungu. 10 kwa maandiko inaashiria amri. Mungu alimpatia mwanadamu amri 10. Ina maana bado kuna makanisa yanasusia katika amri 10 za Mungu. Kama ikumbuka siku ya Sabato na uitakase, wanasema hii si muhimu sana, wanasinzia. Mungu anaambia Yesu usije kwanza. Yesu ngoja kwanza. Yesu ngoja kwanza. Yesu ngoja kwanza, kwa sababu kuna makanisa mengine 5 bado yanasinzia katika amri 10 za Bwana. Wanawali 10 na ashiria amri. Wanawali 10. Wanawali ni watakatifu, bikira watakatifu, na ashiria kanisa. Ni wasafi, wameoshwa, wameokolewa. Lakini Yesu anasema wacha nikawie. Yamkini wataamka wanatafuta mafuta. Kwa nini bwana harusi anakawia? Waraka wa pili wa Yohana 3 mstari wake ni wa 8 na 9. 8 ni sawa. Bwana akawii kuitimiza ahadi yake kama watu wengine wanavyodhania kukawia, bali yeye huwavumilia, maana hataki mtu yeyote aangamie, bali kila mmoja afikie toba. Ahadi hii ni gani? Mstari wa 10. Mstari wa 9 inasema Mungu akawii kuitimiza ahadi yake, bali anavumilia, anangoja watu watubu. Ahadi hii ni gani? Mstari wa 10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Siku ya Yesu itakuja kama mwizi. Siku ya mwanamali, wale 10 walikuwa wanakaa. Siku ya kuja kwa bwana wao harusi alikuja kama mwizi. Waliona mafuta, walio tayari wakaingia katika harusini, wakaolewa na bwana harusi ambaye ni Kristo Yesu, harusi ya kiroho. Wale 5 wapumbavu wakaangamia. Mungu anakuvumilia. Sasa uko sokoni, kesho utakuwa mochari. Kwa na hakika na hilo. Maanake maandiko yametuweka wazi, kila mtu lazima ataondoka siku moja. Leo niko hapa kanisani, lakini niko na uhakika kesho kutwa sitakuwa hapa. Nitakuwa ulimwengu mwingine. Huyo ni mtu mwenye busara. Mpumbavu ni mtu haiki kifo katika moyo wake. Lakini Mungu anasema wewe uko sokoni ambaye ni msherati. Wewe uko sokoni hapa ambaye ni mlevi. Wewe
sokoni hapa ambao unafanya masturbation, unaangalia pornografia, wewe hauna aibu? Wewe uko sokoni haupumziki? Wewe kila siku uko kazi tu, wewe uko kazi tu, uko kazi. Hiyo kazi imekuwa Mungu wako. Mungu anasema anakuvumilia. Mungu ameshikilia pumzi yako nusu kwa mkono wake, anasema anakuvumilia. Mkono mwingine amezuia jehanamu, anakuzuia. Mkono huo anamzuia Yesu Kristo asije. Unafikiria nini wewe? Wewe unalala na Biblia yenyewe kwa hapa sokoni. Unalala na Biblia yenyewe alafu unaamka unasema iko sawa. Wewe ni mpumbavu. Mungu anakuvumilia. Anangoja ugeuke kutoka kwa uchafuo. Wewe unalala na Bwana wewe mwenyewe. Hauna aibu? Hauna aibu? Mungu anakuangalia. Anasema anakuvumilia na kumleta Yesu Kristo atatimiza hiyo ahadi. Lakini anasema anakuvumilia. Unapovumilia mpendwa, unafaa utubu. Ugeuke kwa njia mbaya, uachane nayo. Wewe unaolewa, nenda uolewe. Maandiko yanasema kwa Waebrania 13:4, kitanda cha ndoa kiheshimiwe. Kitanda chako cha ndoa, malazi yako ya ndoa yako na heshima. Kama kitanda chako mahali unalala hakuna heshima, utatokaje duniani uende ukalale kwa kifua cha Abrahamu? Kama kitanda chako, matandiko yako na walalia, unalala na mabwana wenyewe na bibi za wenyewe, kitanda chako chenyewe hakina heshima. Hakina heshima kitanda chako. Utaendaje kulala kwa kitanda kwa kifua cha Abrahamu? Mungu atakwambia ondoka hapa. Ondoka hapa. Wewe ni bikira mpumbavu. Ama wewe pia wewe kuokolewa, wewe ni mtoto wa ibilisi mpumbavu. Kama kitanda chako hakina heshima, hawezi toka hapo mwambie Abrahamu, hebu leta kifua chako kidogo nilale. Abrahamu atakwambia ondoka hapa mpumbavu. Abrahamu atakuita malaya. Sikiza vizuri. Abrahamu atakuita malaya kwa sababu malazi ya malaya ndio malazi yaliyochafuliwa. Lakini malazi ya bikira aliyeoshwa, aliyeposwa na damu ya Yesu Kristo, maisha yake na vazi lake ni safi na ni mtakatifu. Anatembea kwa njia za utakatifu. Mungu anakuambia geuka na kuvumilia. Wewe unatumia mipira kujamiana, wewe unaangalia pornografia, wewe utii sheria, wewe unatukana, wewe unasengenya, wewe unaishi giza, wewe unalewa, wewe unafanya ufisadi. Ufisadi kwako ndio kazi. Hata hiyo kazi umeajiriwa, mshahara ambao unaupata ni kidogo zaidi ya ufisadi ambao unafanya kupata hiyo pesa. Yesu anakuonya na kuvumilia Mungu. Mungu anasema mimi na wewe ni mvuke. Mvuke huwa unauona wakati wa jua. Jua likizama uone tena mvuke. Mimi na wewe ni mvuke. Wewe ni mvuke. Mungu anakuambia tubu. Tubu mvuke kabla hujatoka. Geuka kwa njia mbaya. Matendo ya Mitume 17:30, Mungu anasema siku za ujinga alijifanya kama oni. Wakati wa nyuma Mungu anajifanya oni dhambi zako. Lakini sasa unajua dhambi zako, unajua maovu yako. Mungu anasema nasiona mpendwa na anataka utubu. Mungu anasema anaamuru kila mtu kila mahali atubu. Hii ndio sababu bwana harusi alikuwa anakawia, ili wale bikira waweze kubadilisha mioyo yao, waweze kuangalia wana mafuta ya akiba, wakimbie kwa wauzaji wanunue. Huu ndio wakati ambao bwana harusi anachelewa. Huu ndio wakati ambao bwana harusi anachelewa. Matendo ya Mitume 17:30, zamani wakati wa ujinga Mungu alijifanya kama oni, lakini sasa anaamuru watu wote kila mahali watubu. Mungu alijifanya oni wakati Mungu anasema saina siona na bwana harusi namfanya achelewe ili mwanadamu atubu. Kutubu ni kugeuka kwa njia mbaya. Ezekieli 18:30, nitawahukumu nyumba ya Israeli kila moja sawa sawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Tubuni. Geukeni kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi itakuwa anguko lenu. Mungu anakuambia geuka kutoka dhambi zako zote, ili dhambi isikuangushe katika ziwa la moto. Geuka kutoka kwa makosa
yakiri, wachana nayo. Wewe ni mfu mtarajiwa, wewe ni mvuke, mimi ni mvuke. Mungu anakuambia geuka kwa njia zako mbaya, tupilia mbali makosa yako yote uliyotenda, halafu muamini Yesu Kristo. Yohana 1:29, Yesu ndio sadaka ambayo Mungu alitoa. Mtumishi aliyekuwa hapa amesoma Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee, hata akamtoa mwanawe wa kipekee, ili kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu alipokuja duniani alibeba dhambi, aliondoa dhambi, aliing'oa dhambi, akaipeleka msalabani. Yohana 1:29, siku ya pili yake Yohana muona Yesu anamjia. Yohana akasema tazama, Yohana akasema tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu alichukua dhambi yako, Yesu alichukua dhambi yangu, akaipeleka msalabani. Msalabani Yesu akamwaga damu yake. Mathayo 26:28, hii ndio damu yangu ya agano. Yesu akamwaga damu yake. Hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Mpendo, uko na hatia ya kumwaga damu ya Yesu Kristo. Maana dhambi yako na dhambi yangu ndio ilifanya damu ya Yesu Kristo imwagike. Usijifariji hapa sokoni, usijifariji hapa sokoni hata kidogo. Uko na hatia kwa sababu mimi na wewe ndio tulisababisha damu ya Yesu Kristo imwagike. Na kwa sababu umemwaga damu isiyokuwa na hatia, usipoiamini, hiyo damu itakuchoma milele. Itakuchoma milele. Kwa na uhakika na hiyo. Kimalizia na Warumi 3. Mungu anataka utoke kwa upumbavu, utoke kwa bikira mpumbavu wake, uwe bikira mwenye busara. Kimalizia na Warumi 3 mstari wake ni 25. Warumi 3 mstari wake ni 25. Yeye ambaye Mungu alimtoa, Yesu ambaye Mungu alimtoa, Yesu ambaye Mungu alimtoa awe dhabihu. Mungu alimtoa Yesu awe dhabihu ya upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Mungu alimtoa Yesu, Yesu awe dhabihu. Mungu alitoa dhabihu, Mungu alitoa dhabihu inaitwa Yesu Kristo. Hii dhabihu Mungu alitoa inaitwa Yesu Kristo. Mpendo, utachomwa milele wewe. Maandiko yanasema Mungu alitoa sadaka. Yaani Mungu alikupenda, akanipenda, akanitolea sadaka. Hii sadaka inaitwa Yesu Kristo. Mungu akasema ugeuke kwa njia zako mbaya, halafu uamini damu yake imekuondolea dhambi zako zote, na uishi maisha matakatifu na udhihirishe imani kwa ubatizo. Kama utafanya hivyo, inakuwa unapuuzia sadaka ya Mungu. Kimalizia Warumi 3:25, Yesu ambaye Mungu alimtoa awe dhabihu ya upatanisho kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani katika damu yake unapatanishwa na Mungu kwa damu ya Yesu Kristo. Unapoiamini damu ya Yesu Kristo unapatanishwa na Mungu. Dhambi inaondolewa kwa imani katika damu ya Yesu Kristo. Alifanya hivi ili kuonyesha haki yake, kwa sababu kwa kustahimili
aliachilia zile dhambi zilizotanguliwa kufanywa, zile dhambi tulizozifanya. Mungu alipomtoa Yesu Kristo, Yesu ni sadaka, Yesu akamwaga damu. Mungu anasema aliachilia dhambi zetu. Mungu anasema alizifuta dhambi zetu. Pendwa, injili umeisikia. Mungu anataka utafakari. Nakushukuru Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Asante kwa neno lako mahali hapa. Mungu, sifa na utukufu acha zikuregelee Bwana. Napoingia katika vipindi vingine Bwana, Mungu, tunaamini ya kwamba ushirika huu ulioweka mahali hapa ni ushuhuda katika soko hili la Kongowea, kwamba Bwana walisikia injili, wale watakaoipokea faida kwa nafsi zao, wale watakaoidharau na kuichukulia kama kitu cha kawaida, kama vile Waisraeli walivyoidharau maana, chakula cha malaika, mwili wa Yesu Kristo, wakaudharau. Oh Mungu, nasema wale wao, itakuwa Mungu atuombi waidharau. Mungu, tunaomba wasaidie, wapatie rehema na neema, wakujue na wapate kuondoka kwa dhambi zao na wapate kukupokea. Na wale wameokoka kweli Bwana, zidi kuamsha kwa safari ya wokovu, watie nguvu, watakase zaidi na neno lako, na wapatie rehema na kibali chako Bwana. Wanaojiweka wakfu kwa ajili ya injili yako Bwana, wabariki. Mtumishi yeye mtumia Bwana, msaidie, mjazilie, muongeze sawa na mapenzi yako Bwana. Asante kwa kuwa Bwana umekuwa nasi. Wewe ni Emmanuel, uko pamoja nasi, utakuwa pamoja nasi daima siku zote tutakapotembea katika utakatifu, njia zako na haki yako Bwana na amri zako. Asante kwa sadaka uliyoitoa sawa na Warumi 3:23-5. Kupitia sadaka hiyo Bwana, kwa imani ndani ya damu ya Yesu Kristo, ukaziachilia dhambi zetu, ukaziachilia uzinzi wetu, ukaachilia chuki zetu, ukaziachilia machukizo yetu, ukaachilia uchafu tuliofanya, dhambi tuliyoirithi kwa Adamu, ukaziachilia kupitia damu ya Adamu wa pili ambaye ni Kristo Yesu. Bariki ushirika huu Bwana, katika kila upungufu Bwana tuongezee na utusaidie, na ni katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na tukisadiki, sote tuseme amina. Asante.